Awali ya yote tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ziada na rehma na amani za Mungu zimwendee Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yeye na alizi na sahabaze na Waislamu atakaweza ushikamana hadi siku ya mwisho. Nasi tunamuomba Mungu atujalie kuwa miongoni mwao. Leo ni tarehe 4 za mwezi huu wa pili mwaka 2022. Ni wazi kwamba tumeanzisha rasmi kikao chenye nasaha, ujumbe kilichobeba jina la tabshir wal indhar, lenye maana tabshir kwa maana ya kutoa habari njema, wal indhar kwa ajili ya kuweza kukumbushana na kutahadharishana pale ambapo miongoni mwetu tunaweza kuwa tumepotea kwa njia moja kuelekea njia nyingine. Nadhani hii ni cover au afishe tuliotengeneza limebeba jina hilo la tabshir wal indhar. Wengi wametamani pia kuweza kujua lenye maana yake nini. Tutakuwa na jina hilo na ndio litakuwa linatawala katika kikao chetu, na kila Ijumaa kwa muda huu wa kuanzia saa 9:45 watakuwa wanapita wageni mbalimbali kwa ajili ya kuweza kuzizungumza habari zao za kiimani, habari zao zenye watu waweze kumwelekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na uzuri wa kikao hichi, tutawaleta watu tofauti tofauti. Leo tumewaleta ndugu zetu hawa, na imani kila mmoja unawaona wanaoya kwao pia ya kuweza kusema, lakini kwa kuwa kupata sehemu za kusemea inakuwa ni tabu sana, ndio maana kwamba Al-Huda tukaamua kwamba kwa pamoja, kwa mapenzi, katika jamvi ya kwetu tutakuwa tukikaa tunapeana habari njema na kuweza kutahadharishana. Mungu atukuzie kikao chetu hichi. Tumeanza na hawa, lakini tayari tuna orodha ya mashekha ambao tunakusudia kuwaleta Ijumaa ya kufata. Tutakuwa naye hapa Sheikh Jamal Swaleh, atakuja pamoja na Mwalimu Ismaili Isa, ndio atakuwa huko naye. Ismaili na maana wengi wamemwona amepotea sana katika upande wa mihadhara, kwa hiyo atakuwa amefika hapa rasmi. Malengo ni kukaa chini ya kimvuli cha tabshir wal indhar kwa ajili ya kuweza kumtumikia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika machache haya, mimi sitakuwa mtu wa mada, ila nitakuwa mwenye nafasi ya kuwakaribisha wenzangu. Malengo ya kualika ni baada ya kupata taarifa. Sisi tulikuwa watu wa mwanzo ambao tumezindua au kuonesha kituo chao takriban zaidi ya miaka mingi sana. Kilikuwa kitembelewi na watu, lakini sisi tumeonesha mwanga, tulifungua njia na wengine bado wanaendelea. Lakini huwa tunaendelea na mawasiliano baina ya sisi na wao, kwa sababu toka tulivyotoka hospitali kumsaidia yule mama tulivyofika, na baada ya pale amenifahamisha kwa taarifa kwamba yule mama aliweza kuaga dunia na kuelekea kaburini. Kwa hiyo si tumeenda kumuona. Baada ya kumuona tuliyafanya yale yenye kuyafanya, lakini hatukutegemea labda tumetamani angeendelea kupona. Amenifahamisha mwenzangu Shadraki kwamba yule mliyekuja hospitali kumuona hatuponaye tena duniani, bimaana tayari ashakufa. Kwa ni wazi kwamba tukikaa katika jamvi tuliokuwa nayo ya kwetu, tutakumbushana na tutatahadharishana, kwa sababu leo hao wanatangulia kaburini. Basi tutegemee na sisi kwamba muda wowote tunaweza tukaitika wito kuelekea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kipengele cha pili, amenifahamisha lile ambalo sisi tunaloliweza. Kuna mengine na kwa ina haja yaleta kwenye grupu, lakini pale ambapo anaponambia atakuwa shahidi wakati wa kuzungumza kwake, kama nafasi atakuwa ameipata. Sijawahi kuombwa chochote, kama uwezo ninao, ikiwa 10,000 ilikuwa 20,000 mpaka 50 huwa natuma, ili kuhakikisha kwamba kuonesha wenzetu rangi zinaweza kuwa tofauti sana.
Mimi naweza kuwa mweusi, ukawa mwekundu, ule akawa mzungu, hawa wakawa na rangi hii, lakini rangi huwa tofauti, lakini si ndio sababu ya kuweza kuwadharau wengine. Rangi zetu zinaweza kuwa ziko tofauti, lakini isiwi sababu za kuwanyanyasa wengine. Zamani ulikuwa ukimzaa mtoto Nyamwema, unampeleka kwenye kituo, unamtupa kabisa, unamwona kwamba huyu afai. Zamani ulikuwa ukimwona Nyamwema, ukimwona mtoto unajitemea kwenye kifua mara 3 ili usizai na we mtoto Nyamwema. Tumeishi katika mila na tamaduni za kuwaiga wengine kwa kuamini kwamba hawa si watu. Maskini ya Mungu, hawa ni watu, na tushakwenda kuwatembelea, na wengine mpaka wanazaa watoto ambao wazuri, pengine na wanazaa watoto ambao si wa Nyamwema. Tulifika malengo ni kuonesha kwamba licha ya kutofautiana katika dini, unaweza kwa Muislamu na wakawa wa Kristo, lakini katika nafasi ya kusaidiana, tusaidizane kama binadamu, tusaidizane kama watu wenye huruma ndani yake, ili mradi kwa mapenzi na umoja tunaweza tukafikia katika mambo makubwa sana. Katika kumalizia, ili ndugu yangu azungumze, amenipa taarifa wiki hii. Ameniandikia bale, tuna matatizo. Nikamuuliza matatizo gani na kunahitajika nini? Hesabu ilikuwa kama ni 100,000 kama na franga 5,000 hivi. Lakini tulikuwa na pirika zile za kule kwa watoto mayatima, nguvu zile zikanishinda za kuweza kulisolve tatizo ambalo walilokuwa nalo. Ndio maana siku zote mimi nasema kwamba yote tunayoyafanya si kwamba kuna watu ambao wanaotuona. Wanatuona, na ndio maana kuna baraka za Mungu tunaendelea kuzipata. Alivyonipa taarifa, nikamwambia sawa, nini tatizo? Akanihadisia walikuwa na katoto kao Kanyamwema kadogo sana, tena uzuri wa bahati kale katoto ka Kiislamu kalikuwa katoto kadogo kenye chini ya miaka 12. Haka katoto walikateka, walivyokateka wakakaua. Baada ukaua, kama haitoshi, wakakata viungo vyake, mkono pembeni, kichwa pembeni, mguu pembeni, na kama hilo halitoshi, wakauchukua zile miili baada ya kugawagawa, wakaweka kwenye begi. Walivyoweka kwenye begi, wakavaa. Hawa jamaa wanapeleka, niulize wanapeleka wapi sasa? Sio dukani. Wanapopeleka ni masuala ya shirikina. Walikamatwa huko katika uwanja wa Chankuzo. Lakini taarifa zimeonyesha baada ya kuona kale katoto, ndo akanambia kwamba baada ile mwili wake nini vilichukuliwa, vilikusanywa, lazima visafirishwe vije huku nyumbani, kwa sababu wao ndio wenye mamlaka ya kujua wanamzikaje, wanambebaje, inakuaje. Hesabu ya haraka inahitajika 100,000 na franga 5,000. Walikosa ndugu zetu. Lakini nikajifunza kwamba haitoshi. Baada ya changamoto wanazokutana nazo, na nategemea sisi kama ndugu zenu Bwana Shadrake, hawa pia ni kama mama zenu, pengine kuna dada zako pia wako hapa. Tuweke nguvu katika umoja huu tuliokuwa nao, kwa sababu sote tuko katika nchi ya Burundi, na sote tukiwa Warundi, kama tutaweka nguvu zenye ushirikiano, tunaweza tukafaulu. Pale ambapo mimi ninaweza kwamba kina Shadrake nikiwaweka hapa, wanaweza sauti yao ikapanda, ni kufikisheni. Pale ambapo mnajua sisi tukikuwepo tunaweza tukasaidia kusema angalau lolote, na nyinyi pia hatua zenu zikawa zimepanda. Ushirikiano huyu utakuwa ni kitu kikubwa sana, kwa sababu sisi kama Al-Huda huwa hatuchagui jinsia, huwa hatuchagui rangi, huwa hatuchagui kabila, kwa sababu tuna imani kwamba mimi nitakufa, wewe utakufa. Huko tunapoelekea kaburini, kila mtu anaenda kuulizwa katika yale ambayo ameyapanda duniani. Hapa duniani si tunapanda tu, lakini sehemu ya kuvunia ni huko ambapo Mungu ataweza kutusimamisha, kila mmoja atamuuliza kwa jambo lake. Kwa hiyo nafasi hii tumpatie Shadrake. Nimeshangaa kwa kufika hapa. Nilikuwa nadhania kwamba ni patu pangine, lakini nimejikuta mimi mwenyewe yani niko down, niko chini mbele zenu kabisa. Baba, asante kwa kututia juu.
Amin. Asante kabisa, na ndugu zako Al-Huda na wengine wote. Naam. Yaani yote ndugu yangu ameshawaeleza, ni hayo tu aliyofika. Ilikuwa ni tarehe 29, ilikuwa ni samedi. Ndio hayo aliyowaeleza yamefika. Na hivi jana ndo wameanzisha kilio. Hapo katoka alikuwa kanaishi hapo Kinama, hapo karibu. Amekatoa hapo Kinama, pandisha kule juu, kule huko mkoani nani Chankuzo. Nasikia si vitu ya kawaida kabisa. Pole sana. Sasa nasikia sina cha kusema kabisa. Yaani Mungu ndo atawalipa. Si watu tunalipa matusi tu. Unafaa hiki, mtu anakudharau au anasema kingine, lakini Mungu ndo anaweza wapongeza. Si mimi kinifanyia kizuri nasema tayari angefanya kuzidia hiki kwa jana kiweza nini. Lakini kile kidogo kinatoka kuroho, yani ndio kitu cha maana. Unaweza fanya kitu lakini kitoi kuroni kwa jua tu umesurutiwa na mtu faa hiki. Lakini nyie kila kitu mnayofanya kinaonekana kwamba kinatoka kuroho. Mimi nishasema, sina cha kusema tena. Mimi nadhani kwamba huzuni umetawala kwa sababu wanakutana na changamoto nyingi sana. Unajua, unapata habari ya ndugu yako ambaye ameuawa katika mazingira kama hayo, lazima kidogo hata mwenyewe unakuwa na hofu hata kwa kutembea pia. Lakini sisi lazima tutaendelea kuombeni kwa Mungu pia, Mungu akuvuekeni ulinzi, kwa sababu kila kitu ni Mungu ndo anasimamia. Lakini pia tushukuru kwa asante ambayo sisi tumekuwekeni juu. Sisi kama Al-Huda, nafasi yetu sisi ni kutazama wanyonge na wale ambao tunaona hawa sauti zao hazijaenda. Tujitahidi kadri na uwezo, zile nguvu tulizokuwa nazo, tujitahidi kuwapush, kuwabeba sehemu, na imani kwamba wengi washawatembelea, na kila atakayemuona akija basi tafsiri yake ni kwa sababu sisi tulifungua milango. Mama zangu mliokuepo hapa na muona na Bwana Almasi leo alikuja kutembea katika jamvi yetu ya leo. Wiki ijayo tutakuwa tuko hapa ambao tunamleta Mwalimu Ismaili, ambao nimeona tayari baada ya Mwalimu Ismaili akimaliza ratiba yake atakuwa amekuja Bekere, na yeye atakuwa amekuja hapa. Kwa mashairi wengi, kumbe kila mmoja yuko hapa ni kama mzazi. Kila mmoja yuko hapa ni kama binadamu. Anaelewa juhudi za Al-Huda, anaelewa juhudi ninazozifanya kama kiongozi. Nina nafasi pia ya kutuombea dua, lakini tuendelee kushikamana, tuendelee kusaidizana, tuendelee kuweka upendo wa sisi kwa sisi. Tutakuwa tumefaulu katika hilo. Entendu que vous êtes en train de prier pour nous et pour la congrégation musulmane aussi. Et j'ai beaucoup apprécié la façon dont votre chef a essayé d'expliquer la parole du Seigneur. Et j'ai entendu que nous sommes venus spécialement pour le rendez-vous par rapport à l'incident de notre enfant Abdul qui a eu lieu ce samedi le 29 janvier 2022. C'est-à-dire qu'au Burundi, nous avons encore à faire pour le droit de l'homme, plus particulièrement pour le droit de l'enfant, parce qu'il a été retiré de l'église, selon les informations qui nous sont parvenues avec les enquêtes que nous avons faites. C'est-à-dire que les malfaiteurs ont essayé d'organiser cette situation, je dirais, depuis un mois. C'est-à-dire qu'il a été surveillé, la famille a été surveillée, et la façon dont les familles sont présentes à l'église, l'enfant sortait et entrait à l'église, il y avait une certaine surveillance de voir comment l'enfant sort, lui passe quelques minutes,
et ils sont venus avec une voiture noire pour qu'ils partent directement sans toutefois que les parents sachent exactement la façon dont l'enfant a été pris. Mais malheureusement et heureusement, vous voyez que le sang d'un être humain diffère d'un animal simple. Il a été kidnappé, il a été coupé toutes les parties du corps. Ici même à Bujumbura, selon les enquêtes que nous avons faites, et il a été mis dans une sacoche et ils sont montés vers depuis Bujumbura avec vers Changuzo et ils ont été appréhendés ou capturés dans une forêt où ils voulaient quand même séparer les chaînes et les os pour qu'ils transitent vers la Tanzanie. Malheureusement, ils ont été pris parce que Dieu est toujours là pour faire le montrer le malfaiteur. Et c'est pourquoi, et voilà la famille musulmane qui nous a approchés pour nous apaiser notre douleur. Surtout, c'était un enfant vraiment très gentil. Je le connais parce qu'il venait souvent au bureau. Sa mère venait souvent pour présenter les problèmes de la famille. Mais je voyais que la maman aimait beaucoup l'enfant, bien qu'il reconnaissait les problèmes à cause de l'enfant. Et si j'essaie de revenir en arrière, et le papa a refoulé la femme parce qu'il a mis au monde un albinos. Oui, c'est un problème de la famille, c'est-à-dire que le mari et la femme n'étaient pas ensemble. La dame était à part avec l'enfant, avec un seul enfant d'ailleurs, mais le papa est parti pour des raisons de dire que si elle a mis au monde un albinos, il ne va pas quand même rester ensemble avec la femme. Et c'est pourquoi les albinos au Burundi, nous sommes malheureux sous plusieurs, de façon multidimensionnelle, parce qu'au départ, il y a des papas qui n'aiment pas les albinos, il y a l'entourage, et voilà, avec les fétiches, vous voyez que vraiment ça devient un problème très grave, qui est tellement difficile à maîtriser sur le plan national. Mais je vois que certaines communautés commencent à comprendre qu'un albinos a une importance capitale. Par exemple, nous avons pu grandir sans problème avec nos pères et nous avons pu faire des études malgré les problèmes. Et c'est pourquoi nous sommes là pour représenter nos frères et sœurs encore trop petits qui connaissent des problèmes. Et vous voyez bien que, et vous aussi, si vous voyez une association des albinos, vous croyez que c'était une façon de demander les aides ou autre chose. Mais vous voyez que nous avons une grande charge pour défendre les droits des personnes albinos. C'est pourquoi vous allez essayer de diffuser nos plaintes d'ici et là pour voir qu'il peut y avoir un changement. Mais j'espère que demain ou après-demain, les choses vont changer. Même si nous ne serons plus ici sur terre, nos successeurs, frères et sœurs, pourront continuer sur le pas sur lequel nous sommes. Alors, sans trop tarder, je voudrais quand même vous remercier la façon dont votre communauté se présente souvent au bureau pour donner ce dont ils ont disponible, aussi pour arriver à l'hôpital pour voir les malades de cancer, parce que c'est aussi un problème très majeur pour les albinos. Vous avez appris que dernièrement, Winnie est morte, l'autre, Constance, est morte à cause du cancer. Vous voyez que nous sommes tellement guettés avec plusieurs engins, les massacres et les maladies, sans oublier aussi la famine pour les albinos, parce que les albinos n'ont pas l'accès de faire tous les travaux à cause de la peau, c'est-à-dire qu'ils sont humiliés. À un certain moment, si je suis en train de faire des enquêtes sur le plan national, il y a certains albinos qui pourront même mourir de faim parce qu'ils ne sont pas capables de faire tous les travaux ménagers comme étant d'autres. Voilà, merci beaucoup de votre occasion que vous avez ouvert ce débat. C'est pourquoi il faut être sensibilisé à la base jusqu'au haut sommet. Et c'est pourquoi demain ou après-demain, nous allons essayer de demander tous les médias de travailler avec l'association pour que tout le monde sache les problèmes des albinos au monde. Et merci beaucoup. Al Huda, mwongozo wa jamii.